Hebu tuiangalie CCTV inatuambia nini kuhusu kifo cha CJ Cyrus Jirongo, ndo tuendelee. Ni kwamba runinga ya KTN imepata video ya kanda za CCTV ambayo imenasa dakika za mwisho za mwanasiasa mkongwe Cyrus Jirongo huko Naivasha, muda mfupi kabla ya ajali kutokea barabarani ambayo ilisababisha kifo chake. Video hiyo inaonyesha ajali ilitokea mwendo wa saa 8 na dakika 19 na sekunde 25 nyakati za alfajiri, ikiwa ni ajali ya ana kwa ana. Matokeo ya ajali yalisukuma gari alilokuwa anaendesha Jirongo kwa takriban mita 25 kutoka kwenye eneo la ajali, huku basi la usafiri wa umma la kampuni ya Climax lililohusika likisimama takriban mita 50 kabla ya kugongana na gari la Jirongo. Mwanahabari Lennox Sengre anaarifu zaidi. Ya KTN imepata picha za CCTV zinazoonyesha ajali ya kutisha iliyokatiza maisha ya mheshimiwa Jirongo. Saa 8 na dakika 18 na sekunde 45 za asubuhi, gari la Jirongo aina ya Mercedes Benz jeupe linaonekana kwenye CCTV likielekea kituo cha mafuta cha Eagle kando ya barabara kuu ya Naivasha Nakuru. Saa 8 na dakika 18 na sekunde 55, gari hilo linaondoka ndani ya kituo cha mafuta. Kulingana na CCTV, Jirongo hakusimama katika kituo hicho cha mafuta wakati wowote. Sekunde mbili baadaye, saa 8 na dakika 18 na sekunde 57, gari aina ya Probox linafuata Mercedes yake kwa karibu. CCTV inaonyesha gari hilo la Probox ilikuwa na abiria wawili na hakuna aliyeonekana kuzingatia gari la Jirongo lilipojiunga tena na barabara kuu. Kwa jumla, gari la Jirongo lilikaa takriban sekunde 17 ndani ya eneo la kituo cha mafuta bila kusimama. Hatua ya kutisha zaidi inaonekana saa 8 na dakika 19 na sekunde 14 pale gari la Jirongo lilipogeuka upande wa kulia kuelekea Nairobi kutoka Naivasha. Lakini hapa picha za CCTV zinaonyesha kuwa gari hilo halikuwa linaashiria mwelekeo, naonekana kuchukua mkondo mbaya wa barabara. Saa 8 na dakika 19 na sekunde 23, basi la kampuni ya Climax linaonekana likija kwa mwendo wa kasi mno kutoka upande wa Nairobi kuelekea Nakuru. Sekunde mbili baadaye, saa 8 na dakika 19 na sekunde 25, basi hilo linagongana uso kwa uso na Mercedes ya Jirongo. Matokeo ya mgongano huo inavuruta Mercedes kwa takriban mita 25 barabarani, huku basi la Climax likisimama umbali wa takriban mita 50 kutoka eneo la ajali. Cha kushangaza mno, picha za CCTV inaonyesha hakukuwa na mwitikio wa haraka, kwani hakuna mtu aliyeshuka mara moja kutoka kwenye magari hayo mawili kuangalia kilichotokea. Dakika chache baadaye, moshi mzito unaonekana ukitoka kwenye gari la Jirongo. Saa 8 na dakika 20, mtu mmoja anaonekana hatimaye akikaribia eneo la ajali kuangalia gari la Jirongo. Swali linalozidi kuzua hisia ni namna Jirongo alivyoweza kusafiri umbali wa kilomita kadhaa kutoka hoteli ya Oasis iliyoko Karen, kaunti ya Nairobi hadi Naivasha. Lennox Sengre, runinga ya KTN. Ilikuwa noma and nina machache ambayo nataka kuongezea kwa kitu ambacho nimewaonyesha hapo kupitia kamera za CCTV. And kabla sijaendelea, tafadhali naomba taarifa hii hapa iwafikie team Double Updates. This is the last time kabisa tunaifanya challenge hii hapa, na mgeni au mtu yote ambaye anatamani kuungana na sisi, you can do that.
ili tusonge mbele pamoja. Kwa hiyo taarifa yenyewe ndo hii hapa, itazame ndo tuzidi. Okay, kwanza kabisa nitakuwa nimefanya makosa kubwa kama sitasema asante kwa team Double Updates na wote tu ambao bado tunaendelea kushirikiana, kushikana mikono, kujinyima, kuchanga kidogo kidogo ili dada Ayuma hapa apate usaidizi. So Ayuma anaomba tumsaidie sisi team Double Updates, na itakuwa vizuri wewe ambaye unapatana na story hii hapa kwa mara ya kwanza, all tunapatana kwa mara ya kwanza, uelewe story yake, ndo hata wewe mwenyewe ukiamua kusaidia unajua unasaidia nani na ana shida gani na mambo kama hayo. Ayuma anatoka huko Kakamega, so alinitafuta miezi 4 iliyopita na ndo wakati alikuwa anajifungua. So akanielezea kwa ufupi historia yake, akaniambia mimi naitwa Ayuma, nina ulemavu hapa, sio mtu ambaye anaweza nikatembea. Kama unavyoona hapa mtazamaji wangu, nilikuwa na mume ambaye ndo baba mtoto wake, waliachana wakati anaenda kujifungua and bado hawakuwa na nyumba, so walienda kupangisha. Ndio walipata nyumba ya 1500, double room ya 1500. So pale ndo analala, nyuma inakuwa, mbele inakuwa ni kama kiosk. So kwa wakati huo, kwa sababu yule jamaa wake tayari walikuwa washaachana, ikawa stress ni nyingi, anaenda kujifungua, duka ndo hii hapa, anauza, inabidi atumie kwenye harakati za kwenye kujifungua, unahitaji chakula, mtoto anataka maziwa, pampers, nguo na vitu hivyo vidogo vidogo. So nikamwambia kwa sasa hivi itakuwa ni vigumu hiyo miezi 4 iliyopita, kwa sababu tuna bado lineup, tunasaidia watoto hapa walemavu na yatima ambao tunawasaidia, but nitaangalia story yako December. Amevumilia kiukweli, and hata hiyo kipindi kipindi hicho nilimtuma mmoja wetu ambaye anaitwa Mama Magi. So Magi alipoenda kweli kiukweli tumwambie asante pia Mama Magi, kwa sababu amekuwa akisimama naye mpaka dakika hizi hapa, anamnunulia hata mapampas hizi, nguo, anampelekea shopping, amemsitiri naweza nikasema hivyo mpaka sasa hivi. At least amemsaidia. So kwa sasa hivi God is good, alifaulu, alijifungua, and Magi aliporudi juzi akampata akiwa yupo, lakini matatizo ni mengi sana bado, kwa sababu ile nyumba bwana yalipwa, kioski ilianguka. Tukawa tunajaribu kupiga hesabu, sasa huyu Ayuma tutamsaidiaje? So mtu hata unaweza kumtafutia kazi ukamwambia sasa kuanzia leo nenda ukafanya kazi fulani, hawezi kumove na mtoto mdogo na vitu kama hivyo. So tukafikiria na tukawa tunaongea na Magi, kana tunasema kama tunaweza tukamtafutia stock awe anauza pale kwa duka, itakuwa vizuri sana, na tumlipia hata kama ni rent ya kama miezi 12, kwa sababu analipa 1500, inamaanisha miezi 12 tutamlipia 18,000, si ndio? Hiyo all month yuko vizuri. Then ile stock ya ile duka tukiweka kama ya 20,000 yuko vizuri, na tumuongeze hata na ka shopping 5,000 hivi, awe anajishikilia. Unajua sasa unaweza kupigia mtu wa boda akakimbia pale center akakuletea hata vitu vya wholesale ukaendelea na biashara yako, itakuwa vizuri. Kwa sababu nilifikiria kumjengea, and I was like, kujenga sasa na mtu ana namna ya kumlisha mtoto, si tutakuwa tumefanya kazi bure. So hata at least biashara hii tukimfanyia, jamani, hapo sasa anaweza akatafuta mwisho siku akakuta kitu cha kumlisha mtoto, na yeye pale nyumbani akakula na maisha ikaendelea. So mimi nawaomba team Double Up, najua sometimes sio rahisi, but nawaomba popote pale mlipo, tufanye challenge ya shilingi 20. Umenipata challenge ya 20, na 20 hii ndo itatusaidia kupata hii rent ya double room for 12 months. Hiyo itakuwa ni 1500 times 12, ambayo itakuja 18,000. Hiyo the whole year tutakuwa tumemlipia rent. Then tutafute stock ya 20,000. Hapo stock atakuwa nayo vizuri sana, si ndo vitu vidogo vidogo, sukari, majani, chumvi, penseli, watoto wanaenda shule, donuts, mandazi, hivyo vitu vidogo vidogo pale center. Then tumpe na shopping hata kama ni ya 10,000. Hiyo tunajua hakuli stock, anajibuild nayo, and I'm very sure hizi akajilet down, kwa sababu at the end of the day yuko peke yake pale. And it's around 50,000 ambao tunahitaji, kwa sababu inakuja 48, then sasa hapa 50 unaweza kutuma mtu wa pikipiki ameleta na vitu kama hivyo. So tukiwa na 50,000 Ayuma atakuwa iko pale, there is no need ya kumtoa hapo. Tuweke tu stock, tulipe nyumba, shopping kidogo, tuwe bwana tumemshikilia sehemu ambapo taweza. Mimi naamini itawezekana. Okay, polepole ndo mwendo.
na niwaambie asante nyinyi ambao mmejitolea, mmejinyima, mkasema lazima Ayuma naye anapopata usaidizi na nyinyi pia mmechangia kwenye usaidizi huu ambao Ora ambayo atapata. Sasa kesho ndo nasafiri naenda Kakamega kumshughulikia, na nitahakikisha kabisa Ayuma amepata usaidizi ambayo inatakikana, na hapa kama kawaida yangu nitawapa details za kutosha kabisa. Sasa mmeiona kilichotokea huko Naivasha, and nina kitu hapa cha kusema. Kuna maswali ambayo bado watu wanajiuliza kwamba mbona watu hawakujitokeza, abiria ambao walikuwa wamebebwa pale kuja kuangalia ni kitu kipi kilikuwa kimeendelea. Let me tell you one thing ambao nyie wengine wenu hamjui. Baada ya tukio kama lile kutokea, CCTV na hata wale ambao wanasimulia kilichofanyika, kuna hiyo gap ambayo ipo after accident. Ile climax ilienda ikasimama 50 meters. 50 meters. Ile speed unajua baada ya kuipiga ilienda ikasimama 50 meters. 50 unaona uwanja wa mpira. Ile uwanja wa mpira mara nyingi unakuwa ni urefu wake unakuwa ni mita 100. Umempata? Kwa hiyo nusu ya uwanja. Afu pale unaona kuna giza nyingi sana So wakati walipata ajali 50 meters basi likasimamia huko mbele. I'm 100% sure hata conductor hakuruhusiwa kufungua ile mlango, or dereva conductor waliwasiliana and sidhani kama waliruhusiwa kufungua ile mlango, or by the time walikuwa wanatoka nje sasa la basi sasa tayari Jirongo alikuwa ashatolewa. Kwa hiyo hata kurekodi na kwa una record nini sasa? Umempata? Or hawakuruhusiwa kurekod. But I'm sure by the time walikuwa wanatoka kwa basi, Jirongo alikuwa ashatolewa na maafisa wa polisi. Kwa sababu after some time watu walianza kufika kwenye eneo la tukio. It can happen. Why? The reason why hata manamba na dereva hawezi wakaruhusu watu kwenda kurekod ni hiyo trend kwamba climax imefanya hivi, climax imefanya vile na nini. Wao wamesikia tu kitu kimetokea, lakini bahati nzuri basi aliku roll. So likawa limeegeshwa kando tu isubiri. And I think report chap kwa sababu ni Naivasha pale, of course kuna climax nyingi sana pale, si headquarters ziko huko za climax. So akaleta basi lingine, watu wakaweka kwenye basi wakaenda, and I'm sure hata wao wenyewe walikuwa wanajiuliza kwani ni nini imetokea? Bora kama sisi hatuelewi kilichotokea. Basi hivyo tu ambavyo watu wengine wanajiuliza. Umenipata mtazamaji wangu? And nimeona Jirongo anaingia petrol station. Of course akai anatoka tena. Number 1, Jirongo hakupiga indicator. Umpata? Number 2, ile climax ilikuwa kwa speed ya juu. Sababu pia barabara ilikuwa clear. Barabara ilikuwa kwa sababu ichukua kama sababu Jirongo anaingia na sekunde 20. Yani like anatana kama na ni sekunde, hebu ni confirm tena. Just allow me to confirm. Ni kuonyeshe hapa Jirongo anaingia na sekunde ngapi? Basi ilikuwa saa 8 na dakika 19 na sekunde 20. Sasa Jirongo anatana sekunde 20. And ukiangalia vizuri basi linampiga na sekunde ngapi? Acha nikuangalilie hapa. Nataka nikuonyeshe alipigwa kwa sekunde ngapi au kwa sekunde ngapi. Basi Jirongo anapiga hiyo, hata sio U-turn. Jirongo anaenda right, like ametoka petrol station anaingia right. Kumbuka aliingia na 20,
and by the time inafika sekunde ya 5 anapigwa. So unaweza ukahesabu 1 2 3 4, basi limefika pap. So sehemu ambapo wanagongana, tuwe honest, lakini sehemu ambapo wanagongana haionekani. In fact kinachoonekana ni basi likiwa linapita na Jirongo benzi yake inatoka nje ya barabara. So hapa huwezi ukajua nani alikuwa kwa makosa. Hatuwezi tukasema ni Jirongo ama Climax. Unanipata? So I'm sure amepigwa na hapo katikati tu sekunde 5 ndo zimewaseparate. Sekunde 5 tu, like Jirongo anaingia, hesabu sekunde 5 alafu wanagongana. Kuingia kwa ile barabara sio barabara kubwa. Like unaweza ukaingia hata na sekunde 2. Yeah, kwa sababu kama ushaona basi linakuja, trust me, utaingia na sekunde 2 3 kama ikizidi sana. Like 1 2. Like hiyo 5 seconds alikuwa anaweza kuingia kwa barabara na kai kwenye lane yake. Hakukuwa na jam. And mimi sio kwa ubaya. Inaweza ikawa ni unpopular but sio kwa ubaya. Dereva wa Climax I'm sure alikuwa na makosa. Okay, maoni yangu tu, like that's what I think. Sababu kama aliingia, kama ni 5 seconds, unajua sio instant, sio kuna gari linakuja alafu unaingia pap inapiga. Ni 5 seconds. 5 seconds inakutosha kuingia. 3, in fact 3 seconds zinakutosha. 1 2, jamani, si ushaingia kwenye lane yako unaenda. Like ni barabara ndogo sana ile. Unaingia sekunde 3 zinakutosha. So mimi na wasiwasi na Climax, sababu na feel Climax ilifika point akaona barabara ni clear, then anaendesha katikati. By the time alikuwa anakutana na nani na Jirongo, muda ulikuwa umeisha. Ilikuwa ni game over, hangeweza kutana. Hiyo ilikuwa ni kibarua kigumu sana, hangeweza tena kutana. Hiyo ilikuwa ni kibarua kigumu sana kwa dereva. That one I'm 100% sure. So mambo ni kama hayo, at the end of the day Jirongo amefariki, tuachane tuna hizo story hiyo. Ishaisha hiyo. There is nothing you can do about that. Hiyo imeisha, like. Kwani kuna kitu kingine tena tunataka kusema? Kama kuna mtu ana kitu kingine cha kuongea, ameshakufa, like, ni pole tu kwa familia, watoto wake, marafiki, Wakenya wote ambao watakuwa wameguswa kwa namna moja wengi, lakini hata nyinyi wenyewe mmeona hapo kilichotokea. Though hatuoni okay, sawa. Sitaki kuanza kuonekana mtu ambaye tena unatafuta maneno. Niseme sijaona sijui number plate, sijui sijaona nini. Mwingine amesema Climax inakuaje na snake light huko juu. I'm like, jamani, wanaweza wakawa nayo tu. Sio vitu vya ajabu, snake light kwa basi ni vitu vya kawaida sana. Yeah, so mambo ni kama hayo. Naweza nikasema msimu huu wa Christmas, not even msimu wa Christmas, any day, watu wanasemaga eti msimu wa Christmas ndio kuna kuoga na maajali. Hapana, ajali zinatokea kila siku. Ni sisi tuwe makini kidogo, tuwe patient kidogo. Kisha kwa clear, ingia, endelea na safari, lakini kama bado subiri kidogo. Mambo yatulie, then wewe you can go, au sio? Then mimi naamini everything is going to be all right. Sina kitu kingine cha kuongezea jamani. Kama una kitu wewe ongezea tu kupitia sehemu ya comments, lakini kubwa zaidi make sure una subscribe kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Subscribe by the way, kwa mara nyingine tena na kukumbusha subscribe. Ukisubscribe utakuwa vizuri sana, yani wewe utakuwa umeingia ndani ya familia kabisa. Like the video, ukisha like utakuwa umenisupport, lakini pia wale wa kushare, you can share. Maana ukishare utakuwa umenisupport pia mimi, kwa sababu utakuwa umetengenezea watu wengine pia nafasi ya kuwatch videos zetu. Asanteni sana wote ambao tumekuwa pamoja bwana. Mwaka tunaendelea tunamaliza hivi karibuni. Naomba Mwenyezi Mungu bwana atuvukishe tufike mwaka ujao tukiwa salama. Wanaosafiri, wanaoenjoy,
wanao mashida zao, kwa sababu naelewa pia dunia hii, mimi naweza nikawa nacheka, mtu mwingine analia sehemu fulani, polepole tu magonjwa, wengine wamelazwa, wengine wako manyumbani kwao, wanaweza kuwa wanatazama wakiwa hali mbaya. Leo labda haikuwezekana, lakini kesho tuna imani kwamba Mwenyezi Mungu atatutangulia, atatupambania, and mambo yataenda vizuri sana. Kwa hiyo sina la ziada, sina mengi ya kuongezea, ni tukutane tu kwenye video ambayo inafuata. Bye bye.